tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye anatupatia kibali cha kuwa na pumzi. Lakini niseme tunaendelea kuwapa pole wale wenzetu ambao wamefikwa na janga hili. Janga hili ni janga la dunia, ni janga la taifa. Kwa hiyo tunaendelea kufarijiana wenyewe kwa wenyewe, na sisi kama ndio wenye dhamana ya serikali hii, kwa maana serikali iliyoko madarakani, lazima tuendelee kusema na kusisitiza mambo ambayo yanasemwa na viongozi wetu. Lakini niseme kwamba tumeshuhudia viongozi mbalimbali akiwemo Mheshimiwa Rais akisisitiza jambo hili la nyungu, lakini tumewashuhudia baadhi ya wabunge, baadhi ya watu mbalimbali wakisema swala la nyungu kwa maana tiba mbadala. Nayo pia tuishike sisi wananchi, tiba mbadala zinasaidia katika mambo mbalimbali. Na sisi tunaungana na Watanzania wengine wote kusema kwamba ni kweli na tunaamini hivyo kwamba tiba mbadala inasaidia. Tumeshuhudia wazee wetu wakituhadisia huko mbali walikotoka kwamba tiba mbadala zilikuwa zinatumika kwa maradhi mbalimbali. Kwa hiyo kwa wakati huu ambao tumekumbwa na hili janga kubwa la corona, basi na maelekezo yanayotoka ni lazima tufanye, tuelekezane, tuyasisitize, tuyachukue, tuyafanyie kazi. Kwa mfano swala la nyungu ambalo linazungumza na Mheshimiwa Rais, tumemuona Mheshimiwa Jafo na wabunge na waziri mbalimbali. Ni jambo lile tusipuuze, ni tiba mbadala ambayo sisi wengine tumeshuhudia kwa umri wetu tukihadisiwa na wazee wetu kwamba nyungu ilikuwa wakifanya wakati huo na ikileta matokeo mazuri. Nyungu ni maradhi ya homa, kwa watoto wakiwa na homa, watu wazima wanatuhadisia ukiwa na homa kali unakwenda hospitali, pengine unakula dawa zile zinashindikana kupona kwa wakati, basi unakimbilia kwenye nyungu. Sasa nyungu hii ina matabaka mengi. Unaweza ukenda Kagera ukakuta miti mingine ambayo Zanzibar haipo, unaweza ukenda labda mikoa mingine. Kwa hiyo niseme sisi kwa Zanzibar, kwanza unaambiwa ukiwa unaitaka nyungu isipungue miti yake 7. Miti 7 isipungue. Kwa hiyo huo ndio tulivyokuwa tukiambiwa kwamba lazima upate miti 7, uikusanye kwa pamoja, uichemshe. Sasa nimeona katika kuchemsha katika hizi social media nimeona mtu anapika nyungu kapika kaiacha wazi, mvuke unakwenda juu unatoka. Sasa na hiyo pia lazima tuelimishane. Nyungu haipikwi ikiwa wazi kwenye sufuria au kwenye chungu ambacho unapikia. Nyungu ukiwa unaiandaa lazima uifunike, maana ule mvuke hasa ndio unaotakiwa. Kwa hiyo natoa elimu na mie kwa ufahamu kwamba nyungu haipiki kwa sufuria iko wazi au chungu unachopikia kwa wazi. Kwa hiyo lazima uifunike ile mvuke utakapokuja kutumia, manake ndo hasa ndo tiba yenyewe. Kwa hiyo kwa hapa kwetu nimeona mimi miti ambayo tunaambiwa tuitumie au wazee walikuwa wakiitumia au tuitumie hasa ni mpera, tunaambiwa tusiuache katika nyungu, mchaichai, mdimu, majani yake yale unayapata unachanganya. Kuna mti unaitwa mtunda, lakini siku hizi ndio umeambiwa sana mwarobaini. Kwa hiyo na ule nao lazima upate kivumbasi, au mwingajini kwa lugha nyingine, kwa hata kwa huko kwetu Zanzibar au Pemba inatumika sana hiyo. Kwa hiyo kuna majani mengine yanaitwa mlangamia, inazaa viazi vyake vyeupe. Kwa hiyo yale majani unatumia, lakini kuna majani yanaitwa mtule. Kwa hiyo hayo ndio majani maarufu, hiyo ndio miti maarufu kwa Zanzibar. Kwa hiyo unaambiwa ukiipata miti hiyo, ukichanganya vizuri, ukijifukiza, inaleta afueni kama una mafua, una homa. Kwa hiyo na mimi niko katika kusisitiza kwamba nyungu, jamani, tujifukize nyungu, ni tiba mbadala, inasaidia. Mimi mwenyewe niko kwenye wiki ya nyungu kwa sasa, mimi na familia yangu. Kwa hiyo natoa ushuhuda huu, lakini pia nasisitiza kwamba nyungu tusiache kujifukiza, ni tiba ya homa, ni tiba hata inaweza ilo dudu la corona linaweza likampata na yeye ukapata nafuu. Lakini niseme pia ukiacha swala la nyungu, tumemsikia jana Mheshimiwa Rais Amiri Jeshi Mkuu
niseme ndugu zangu, katika hotuba ya Mheshimiwa Rais, kwa kila mtu leo kaamka na matumaini. Mtu ambaye mwenye akili timamu leo kaamka na matumaini. Leo kaamka kivingine, kama kweli umemsikiliza Mheshimiwa Rais. Ni rais ambaye ametupa matumaini. Lakini pia amesema kama hili corona likikaa kwa miaka 5, je, manake na sisi tutakaa ndani miaka 5? Tutakuwa tufanye kazi kwa miaka 5? Likiondoka kesho, manake ndo tunavyoomba kama ugonjwa ambao utakuwepo kama TB, kama nini, kama manake na sisi tuingie hofu. Lakini jana ametutoa hofu. Ametutoa hofu wa Tanzania. Tunamshukuru sana wananchi wote karibu ambao tumemsikiliza, ametutoa na kujenga matumaini kwamba sisi hatuwezi kushindana na corona. Hatuwezi kabisa. Tunachoweza ni kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu na kufuata masharti na maelekezo ili tuwe salama na kuendelea kumuomba Mungu. Kwa hiyo hicho ambacho cha kwanza tumejifunza kwamba ametupa matumaini mapya. Na ndio bado unapoambiwa kwamba kiongozi kazi yake kuonesha njia, ni hilo, ametuonesha njia. Lakini pia katika hotuba yake amezungumza mambo mengi sana, na kila alichokizungumza kina mata. Amezungumzia kuhusu maabara zetu. Maabara zetu ni kweli, kama tumefikia hali hiyo, basi ni lazima tufanye jitihada za kuona maabara zote, na mimi nasema zote, tuone hizi maabara kweli zinatupa matokeo chanya, au ni maabara tu watu wapo pale wamekaa. Lakini tuone kama ni wakati ambao Mwenyezi Mungu ametupa rais wa maono, kiongozi, ni wakati huu. Mheshimiwa Magufuli ni kiongozi wa maono. Ni kiongozi ambaye anafikiri jambo kabla hata halijawa. Maana alipoamua kusema kuambia watu wake wataalamu kwamba chukueni sample hizi, mpeleke pale kwa wenzetu tukajiridhishe ni kweli kazi inaendelea. Hebu jamani tutafakari. Na sample kweli zikapelekwa na matokeo yake ni bila watu kujua. Sasa nimeona kuna mtu kwenye mtandao kaandika, anasema kwamba sample anavyojua yeye zinachukuliwa kwenye damu, zinachukuliwa kwenye choo kikubwa, kwenye choo kidogo. Kwa hiyo anamshangaa Mheshimiwa Rais kupeleka sample za hii. Mimi si mtaalamu wa kiafya kisayansi, lakini mpaka ukimuona rais amefikia hatua hiyo, maana na hii nayo inaleta matokeo, ni sample. Na sample mimi naona unaweza ukatolewa kwenye mate, tena akazungumza hata mate, jasho, yote hivyo ni sample. Kwa hiyo niseme ni rais ambaye wa maono, ni rais ambaye ametangulia zaidi mbele katika swala la kujiongeza. Sasa hivi watu wanasema kujiongeza. Ni rais ambaye anajiongeza. Kwa hiyo amesema hapana, ngoja tuone, tupeleke tuangalie hapa kwenye maabara yetu kuko sawa sawa. Na huyo ndio Magufuli ambaye tunamjua sisi. Si rais wa kuridhika, wa kukalia kiti tu akasema mimi naridhika tu kazi na kuna sema hapana. Ukiunyanyua mguu akikupa kazi na yeye ujue mguu wake uko nyuma. Anakufuatilia bila kujua wewe mwenyewe. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba yake nzuri sana ambayo ya kutujengea matumaini, na leo tumeamka tukiwa wote kabisa. Tukiwa tunajua kwamba ni kweli hili janga. Unapomwambia Mheshimiwa Rais afunge mipaka, afanye hivi, ili akishafunga mipaka iwe au unapotaka kusema kwamba mimi mfano sisi ni watumishi tuko katika maofisi, unasema ofisini mimi sendi nakaa nyumbani kwa sababu watu wanakufa sana. Matokeo yake ni nini? Kufa, watu wote tutakufa, hakuna atakayebaki. Ni kwamba utakufaje tu na saa ngapi? Kwa hiyo ametuamsha na kutuambia kwamba kifo kipo, maana kimeumbwa. Kwa hiyo tusitaharuki sana kwa sababu ya ugonjwa. Tusitaharuki sana kwa sababu ya kuona kwamba tutatetereka tutafanya. Hapana, tumwamini Mungu. Na Mheshimiwa Magufuli kila wakati anapenda kujinyenyekeza kwa Mungu. Kila wakati anapenda tumtangulize Mungu mbele, kwa sababu Mungu anaweza katika yote. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wananchi wote kwamba tuhakikishe kwanza tunafuata kanuni na maelekezo ya afya. Tunawe mikono yetu kila wakati kwa maji yanayotiririka. Kama huna shughuli ambayo lazima ukae nyumbani, usipige unazurura ovyo. Haya ni mambo ya msingi, lakini tusiache kufanya kazi. Lazima tufanye kazi. Maana maandiko matakatifu yanatuambia asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo usiache kwenda kutafuta riziki kwa sababu ya corona. Isipokuwa unachotakiwa ni kuwa na tahadhari. Kwa hiyo mimi niseme tunakushukuru sana Mheshimiwa Magufuli, na niseme saluti kwako, tumekuelewa.
ni rais ambaye unatuonesha njia kila wakati na umetuamsha na matumaini mapya.